Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe kwa tafakari ya neno la Mungu ambayo imekuwa ni mfululizo wa tafakari zetu za kila Jumapili. Na leo tutatafakari masomo ya Dominika ya 26 ya mwaka C wa kanisa. Mada kuu ninayokuleteni leo ni hii: tusiishi maisha ya ubinafsi, bali tuwe mashuhuda wa upendo na mshikamano katika Kristo. Tusiishi maisha ya ubinafsi, bali tuwe mashuhuda wa upendo na mshikamano katika Kristo. Ndugu zangu, ulimwengu huu tunaokuwa nao sasa ni ulimwengu ambao tunaona wapo watu walionacho, maana yake watu wenye uwezo, vyeo, mali, fedha, lakini vile vile wapo watu wengine ambao wana uhitaji. Nitumie neno ambalo ni uhitaji au ni maskini. Je, tunao wajibu wa kuwasaidia hao watu? Hili lilikuwa ni swala ambalo Yesu ilibidi aliongelee katika mafundisho yake. Lakini si hapo tu. Tukianza na somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ya 6 aya ya kwanza na aya 4 mpaka ya 7, Amosi anakemea matajiri waliokuwa na mali. Amosi aliishi kipindi ambapo taifa la Israeli lilikuwa na ustawi mkubwa wa kifedha. Watu walikuwa wanafanya biashara zimekubali, ustawi ulikuwepo. Kumbe walikuwepo watu wenye mali waliokuwa wanakula vizuri. Kwenye somo imeandikwa walikuwa wanakula vizuri, wanakunywa divai, wanalala kwenye vitanda vilivyotengenezwa kwa pembe za ndovu, huku maskini wakiwa wanateseka sana. Sasa fikiria kwanza, pembe za ndovu ni nyara za serikali, wenyewe ndio walikuwa wanatengenezea vitanda. Hata wakati ule kilikuwa ni kitu cha thamani kubwa sana. Wanakula na kunywa, lakini maskini wanateseka. Sasa Mungu akaona haiwezekani, akamtuma nabii Ezekieli kuwakemea hao matajiri, kwa sababu wanaishi maisha ya starehe bila kuguswa na mateso ya watu wengine. Anawakemea. Kwa hiyo naona ni mwaliko kwetu leo kwamba Mungu anatutaka tusaidie wahitaji. Mungu amekujalia wewe, amekupa dhamana ya mali yako, si kwamba ubaki nayo wewe peke yako, unalo jukumu la kumsaidia mtu mwingine. Somo la pili kutoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 16. Mtume Paulo anamwandikia mwanafunzi wake Timotheo, wakati huo walimu wa uongo walipotosha mafundisho, wakihubiri tamaa ya mali na ubishani mwingi kuhusu mali. Paulo anamkumbusha Timotheo akisema kwamba aishikilie imani na utauwa, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na aishi maisha ya uadilifu akingojea ujio wa Kristo. Sisi leo tunaalikwa kama Wakristo kutafuta utakatifu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na utafutaji wa kidunia usitoe kwenye mstari kumwacha Mwenyezi Mungu. Na kipindi hapa hiki tunachokuwa nacho, hata wahubiri mbalimbali tunawasikia wanachohubiri ni neno la Mungu, lakini ambalo linalenga mali. Njoo barikiwa na Bwana, nitakubariki, utajenga nyumba. Bwana Yesu utachukua mchanga huu niliobariki, ukiweka kwenye msingi wa kwenye chako, utanyanyua nyumba haraka. Mafuta ya upako, leso ya upako, maji ya upako, upate mali. Na ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa anaongea, anasema watu wenye fedha sasa kama wanahubiriwa namna ya kupata pesa, wenyewe tayari wanazo, wanaweza wasije kanisani tena. Ninachotaka kusema ni hiki: Paulo anamwambia Timotheo awe na mshikilia Mwenyezi Mungu, asiyumbe yumbe. Sasa Injili ni ya Luka sura ya 16 aya ya 19 mpaka 31, na hapa ningependa nitumie muda wa kutosha. Ni simulizi ambalo ni mashuhuri sana la yule mtu ambaye alikuwa ni tajiri, alikuwa anakula mezani pale
mabaki yanayodondoka ndio yanaenda kula Lazaro. Lazaro yule ambaye alikuwa ni maskini sana, anateseka. Na wote wawili walipomaliza maisha hapa duniani, Lazaro akaenda kifani pa Ibrahimu na yule tajiri akawa anateseka mahali penye mateso. Mpaka ikafika mahali yule tajiri anamwambia Mungu, mtume Lazaro atachovye kidole chake kwenye maji anidondoshe kwenye ulimi. Maka alikuwa na hali yake mbaya sana, hakufanikiwa hilo. Baadaye anamuomba Mwenyezi Mungu kwamba hayo mateso anayoyapata ni kutokana kwamba hakujali watu duniani, basi ampe nafasi aweze kumtuma mmoja wa mtu aende kule duniani awaambie ndugu zake na wenyewe wasije wakapatwa na shida hiyo, yani wabadilike mapema. Mungu akasema hapana, wapo watu ambao wanahubiri kule, wasikilize wao. Si lazima kwamba utoke huku uliko au ujumbe utoke huku ndipo waweze kubadilika hao ndugu zako. Lazaro alipata mateso makali kweli. Kumbe anasimulia Yesu mfano huu wa tajiri na maskini Lazaro. Tajiri alifurahia vinono vya kila siku, karamu za kila siku, wakati Lazaro alilala mlangoni akitamani makombo. Tajiri alipuuzia kilio cha jirani yake. Na wote walipokufa kama nilivyosema, hali ikabadilika. Lazaro akapumzika kifani kwa Ibrahimu, tajiri akaenda kuteseka kule motoni. Ujumbe ni huu kwako unayenisikiliza. Ni onyo kwamba tusipuuze maskini tunaokuwa nao jirani zetu. Na wakati wa kutenda ni sasa, maana kesho haitajulikana. Ndugu zangu, tunajifunza mambo gani kutokana na masomo haya matatu, lakini hasa somo la Injili na hili somo la kwanza? Katika Injili, tajiri hakuonyeshwa kufanya dhambi nyingine kubwa, labda kama alikuwa ameua au alikuwa mwizi. Hapana, hatukuambiwa kwamba alikuwa anafanya mambo hayo. Dhambi yake ilikuwa ni kutojali. Aliishi maisha ya nasa wakati jirani yake Lazaro aliteseka mlangoni pake. Kutojali watu wengine wenye shida. Yesu anasisitiza kuwa dhambi ya kutojali maskini ni kubwa mbele za Mungu. Na hapa baadaye nitaelezea. Kuna watu ambao wanasema mimi ni tajiri, je, nalo jukumu la kumtunza maskini, kumsaidia mhitaji? Nitaliongelea baadaye. Lakini Mungu anataka kutufundisha leo, Yesu, kwamba mali si chanzo cha wokovu, au kwamba kwa vile na mali yako ndio itakupeleka mbinguni. Lakini nishawahi kusema mahali pengine, tuwe makini hapa, kwamba wewe ni tajiri wa vitu vya hapa duniani si kwamba ni tiketi ya kupeleka motoni. Hapana, wapo matajiri wengi wataenda mbinguni na wapo maskini wengi wataenda motoni. Kuna uwezekano huo. Si kwamba kwa kuwa maskini tayari sasa una tiketi ya kwenda mbinguni. Unaweza ukawa maskini lakini bado ujishikamanishi na Mwenyezi Mungu. Na unaweza ukawa tajiri na vitu vingi, ukawashirikisha wengine, ukawa mtu mwema, ukaenda mbinguni. Sasa nasemea pengine wale matajiri ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu, kwamba maisha baada ya kifo yanabadilika. Wote tutakapokuwa tumekufa, tutaenda labda na nguo chache watakazotuvika kwenye sanduku lile. Mambo yote tutaacha hapa duniani. Sasa wapendwa ndugu zangu, tujiulize kwamba hivi jirani yangu ni nani sasa hivi ambaye ni mhitaji? Au Lazaro kwangu ni nani sasa hivi? Sasa mimi nimegawa akina Lazaro ambao tunahitaji tuwasaidie, nimewagawa katika makundi kama 4 hivi. Kundi la kwanza, wapo wahitaji ambao kabisa wanahitaji msaada wa moja kwa moja, yani wa chakula, wa mkate, wa maji ya kunywa, ambao hawajiwezi kabisa. Na mfano mzuri tunaweza tukaenda kwenye ndugu zetu naoishi nao wapo mitaani, ambao unamwona kwa mfano ni mzee kabisa, huyu anahitaji chakula na chakula apikiwe.
anahitaji nguo avikwe, wapo mitaani kwetu. Je, hao tunawasaidiaje? Kuna watu wanahangaika, hata ule mlo mmoja ni vigumu, hata wakati mwingine hawapati chakula. Na Mama Teresa alishawahi kuongelea juu ya watu hawa kwamba kimsingi alisema hivi, zile mali tunazokuwa nazo hasa matajiri tungeweza kuzigawa kidogo tu, hata robo, au hata watu wa design hii yani wasingelikuwa na shida. Wapo watu wa namna hiyo. Wengine hawajiwezi kabisa, yani hata ufanyeje wanahitaji huduma. Je, hao tunawahudumia? Lakini hao watu zaidi, wapo watu wanakosa matibabu. Kuna watu wewe unapougua kidogo unaenda ngoja sasa nikapime malaria, naona sijashinda vizuri, unaenda kwenye maabara unapima, unatoa 10,000 za matibabu, au na malaria unaenda kununua dozi ya malaria kwenye pharmacy. Kuna watu yani hata kwenda kupima maabara hawezi. Kuna watu wakienda hata wakapimwa dawa wananunua nusu dozi au robo dozi. Kama dozi ni vidonge 10 na kuambia kwenye pharmacy nipe vidonge 3 kwanza, nimeze hivi. Alafu akipata unafuu kidogo anasema tayari nimepona. Hali ni mbaya sana. Kuna watoto hawana ada za shule kabisa, uniform za shule. Mimi hapa kanisani huwa naona watoto asubuhi wanapoenda shule. Kuna mtoto unaweza ukamwona huyu alivyovaa, kaptura imechanika, unajua viatu hana, au na viatu tumechoka sana, unaona maisha ni magumu. Hao ni kundi la kwanza. Kundi la pili, wapo watu anaweza kuwa kijana au mtu mzima, yeye ana uhitaji, ila uhitaji wake unahitaji tu umpe chanzo tu hivi kama starter, alafu aondoke kivyake. Kuna watoto kwa mfano wanamaliza darasa la 7, ana akili, amefaulu kwenda sekondari ya kata, anaishi na bibi yake, ni yatima wale watoto, bibi yake mwenyewe hajiwezi, mtoto ameshinda darasa la 7. Shule ya kata ukiangalia yale mahitaji, ile karatasi ya mahitaji, unakuta vitu labda kama vile kama 150,000. Yana tajumia wakisema tujiunge kwa pamoja, Wakristo hata tusi Wakristo, tumchangia nunue uniform, au tuanze na uniform tu, suruali na shati pea moja, na viatu, na counter book zile daftari, na kalamu, yani 50,000. Alafu tumwambie mwalimu mkuu amvumilie kidogo tuongeze zingine. Yani watu hao wapo, ila vitu vyao havipati. Leo mtoto akipata hivyo ananyoka. Na uzoefu unaonesha watu wa namna hiyo waliopo wanaosaidiwa ni wenye ndugu zao wenye uwezo. Yeye unakuta mtu ana uwezo yuko pale, wewe mtoto umeshaanza form 1 kidato cha kwanza, hapana. Kwa nini? Nimekosa ada shilingi ngapi? 40,000. Sasa unataka kusema jumuiya mtashinda 40,000. Sasa uongozi kujipanga. Huyo ukishampa hiyo pesa, akaanza form 1, mkamsupport akamaliza kidato cha 4, akaenda VETA, atapata kazi, atamsaidia bibi yake na wadogo zake ambao walikuwepo. Yani huyu hahitaji umpe samaki, ni kumpa ndoano. Kile kundi la kwanza la wahitaji kabisa, wewe lazima uwe unawapa samaki kila siku, kwa sababu ukimpa ndoano hawezi kuvua. Yana tukisema ni yule mhitaji ambaye hana nguvu, labda ni mzee na kadhalika, au akili yake si nzuri, maisha iko hivi, huyo lazima umpe mkate kila siku. Lakini huyu kijana huyu hahitaji umpe mkate kila siku, wewe ni kumpa chanzo starter, ananyoka. Hao na kina Lazaro tunao. Lakini hatutaki wakati mwingine kusema tuwasaidie, tuungane pamoja. Hujaenda kidato cha kwanza, una karo, okay, pole kaka. Sasa pole itamsaidia nini? Naona. Lakini lipo kundi la tatu tena la kina Lazaro la wahitaji. Hawa ni watu ambao wanaweza wakaonekana wana mali za kidunia, nyumba nzuri, usafiri nao, pengine na kazi, ila wana shida ya kupata mtu wa kuwasaidia na kuwasikiliza. Ukiangalia siku hizi vile vile na kwetu, watu kujiua namba inaongezeka kidogo.
Ukienda nchi kama Japani, kujiua sasa ndio sana. Wana maendeleo makubwa ya vitu, lakini ni wakavu moyoni. Kimahusiano ni wakavu, wanajiua sana. Sasa hao watu vile vile na wenyewe tuwasaidie. Na ninyi ambao ni watajiri wa vitu, lakini mnahitaji msaada wa ushauri wa kisaikolojia, msijifiche eti kufa kiume na tai. Utakufa. Funguka upate msaada. Lakini na ninyi majirani, mtu kama Raha na Amani, mtamuona mtu kila siku anakunywa pombe na uwezo. Wao nadhani kila siku anapenda kunywa pombe. Ni stress. Wengine madawa. Wana pesa za kununua madawa ya kulevya, ni pesa nyingi, lakini wanahitaji msaada. Ni maskini, ni wahitaji wa kisaikolojia. Tuwasaidie, na wao wanahitaji msaada wetu. Lakini wapendwa, tumalizie na kundi la 4 kwa leo, lakini na Lazaro. Wale wenye uhitaji wa kiroho. Mtu ni maskini kama Lazaro kiroho. Mali anazo, ila kiroho mahusiano yake na Mungu ni sifuri. Tena hao ni wengi mno. Hawa kina Lazaro. Tumeweka mkakati gani wa kuwasaidia? Na daima mimi nasema hivi, mbinguni nafasi ziko nyingi sana. Hata watu wote dunia nzima, sio bilioni 6, sio bilioni ngapi, tungaliamua kwenda mbinguni, Mungu akatukaribisha kule. Nafasi zipo. Sio kama kwenye daladala kwamba utakosa mahali pa kusimama au kushikilia utembea na basi. Hamna. Ila hatuchukui jukumu la kuona huyu ndugu yangu ni tajiri wa vitu, lakini maskini wa kiroho. Kwa wapendwa, unaona nimetaja makundi 4 ya kina Lazaro, ambao hana kitu kabisa na hajiwezi, ambaye ni mhitaji kuwezeshwa, anaweza akafanikiwa na akasaidia hata wengine. Kundi la 3 ambaye ana vitu, lakini kisaikolojia ni maskini, kutokana na hapa na pale shida mbalimbali. Lakini kundi la 4 wale ambao ni wahitaji kiroho. Wote hao kama kanisa twende pamoja, tuwekee mkakati wa kuwasaidia. Wanahitaji msaada wetu, tupende tusipende. Tusiwapuuze hao watu, ndugu zangu. Hao watu wanahitaji tuwasaidie. Tusiwache hivi hivi. Mungu anataka tufanye hivyo, na ndio maana Yesu akatoa mfano huo. Nimewaahidi kwamba mwanzoni pale nikasema kwamba nijibu swali moja ninapokaribia kumalizia haya mahubiri. Je, tunao wajibu wa kuwasaidia maskini au wahitaji? Maana kuna watu wanasema mimi mali nimeitafuta kivyangu. Je, nina wajibu gani wa kusema kwamba nimsaidie maskini? Wajibu tunao. Nitaeleza kwa kifupi. Kwanza ni amri ya Mungu kuwasaidia wengine. Ukisoma maandiko matakatifu, kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 15 aya 7 mpaka ya 8, ni sawa na Mathayo sura ya 25 aya 31 mpaka 46. Hayo maandishi yanaonyesha wazi kwamba Mungu anatuamuru kumjali na kumsaidia jirani aliye na uhitaji. Si hiari, bali ni jukumu la Kikristo. Kumsaidia maskini au mhitaji ni kumhudumia Kristo mwenyewe. Kwenye maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 25, hatutahukumiwa kwa degree tunazokuwa nazo, hatutahukumiwa na mali tuliyokuwa nayo, majengo tuliyokuwa nayo hapa duniani, hatutahukumiwa kwa vyeo tulivyokuwa navyo. Hapana. Tutahukumiwa ni kwa kiasi gani umevika nguo, ambaye hakuwa na nguo yuko uchi, kwa kiasi gani ulienda hospitalini kumwangalia mgonjwa, kwa kiasi gani ulimsaidia maskini. Hiyo ndio hukumu tutakayoipata. Ila si ya kuangalia duniani tulikuwa na mambo gani. Lakini namba 2, hiyo sababu ya kwanza nimesema ni amri ya Mungu na nimenukuu maandiko matakatifu. Lakini la pili, sababu ya pili, kwa sababu mali tulizonazo ni zawadi na dhamana kutoka kwa Mungu. Pamoja na kwamba wewe unahangaika, umepata mali yako, hakuna mwenye wasiwasi, ni sawa. Lakini kwani hawapo watu wengi wanahangaika lakini hawafaulu? Tena wanahangaika kuliko wewe. Lakini watu wengine anagusa tu, pesa inakuja.
Kuna watu ambao kwa mfano huwa wanasema kwamba waligundua kitu kadogo tu hivi, ila anakula pesa mpaka na wajukuu watakula. Mfano unapoenda kwenye mashine ya kutoa pesa benki, unaweka kadi hivi, pesa inatoka. Kama imeandikwa Visa au Mastercard, yule aliyegundua hicho kitu, dunia nzima wanatumia hizo mashine, anapata. Au unapoenda pale kwenye muamala, ngoja mtumie bibi yangu pesa hizi 10,000, anakaa kijijini. Ule unapotumia 10,000 wakakukata labda shilingi 600, yule mtu aliyegundua huo muamala kufanya kazi anaza kwake pale. Sasa ni watu gani wanafanya miamala kwa siku? Wapo wengi sana. Aliyegundua soda ya Coca-Cola au Pepsi, yani sasa kwanza alishakufa zamani, ila wajukuu na vitukuu wanakula salio hilo. Sasa nataka kusema yule mtu Mungu alimpendelea au aliona ni mtakatifu? Hapana. Kwa Mungu ametupa hizo ni zawadi na dhamana kutoka kwa Mungu. Hatuna chochote tulichonacho kwa nguvu zetu pekee, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama Mungu amekupatia zawadi hiyo, neema hiyo, unachoweza kufanya ni kumrudishia Mungu kwa kuwasaidia wengine. Mtakatifu Bazili alisema vizuri. Alisema hivi, na nukuu: ziada yako ni ya maskini, akiba yako ni mali ya wenye njaa. Naona, yani vitu vya ziada unavyokuwa navyo ni kwa ajili ya maskini, na akiba yako ni mali ya wenye njaa. Kuna watu hapa wana pesa benki, akiba hawatazimaliza wana wajukuu zao. Kuna watu hapa store mna mahindi, mna mchele, mna nini. Hapa anasema tuwasaidie wenye njaa hawa Mtakatifu Bazili. Mimi angalau nina sera moja niwe wazi mbele yenu nikiri. Kwa upande kama wa nguo, nikiwa na nguo ambayo nikimaliza miezi 6 sijaivaa, lazima niitoe, hiyo sio ya kwangu. Nikiwa na kiatu ambacho nikamaliza miezi 6 sijakivaa, hicho sio cha kwangu. Kwa nini uwe navyo? Kwa nini uwe navyo? Hasa kina mama, unaweza kukuta kina mama anapea kama 10 20 za viatu. Vyote vya una miguu miwili tu. Suti sijui 30 40. Sasa zote ni za nini? Alafu unakuta unavaa labda suti 2 3 ndizo unapendelea kuzitumia. Hizo ni za kuwapa maskini. Hiyo akiba Mtakatifu Bazili anasema tuwape maskini. Alafu unapotaka kumsaidia mhitaji vile vile, usimsaidie yale mambo ambayo pengine huyahitaji mabaya. Huwa naangalia hapa kipindi cha Kwaresma tunapokuwa tunakusanya vitu kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Kuna wanaotoa viatu vizuri vipya, nguo mpya, chakula kizuri, lakini mwingine unafuta kanga imeisha taka kuchanika mama, naitoa tumpe maskini. Haiwezekani bwana. Hata mimi mtu angenipatia ningelikataa, hata maskini mwenyewe aweza akaichukua. Watu tunazichambua na hatuwapatii. Sadaka inabidi kiwe kitu ambacho ni kizuri sana. Kumbe kwa Mkristo wa kweli haitoshi tu kuomba Mwenyezi Mungu, kuhudhuria ibada mbalimbali. Lazima uoneshe imani yako kwa matendo mema ya huruma. Hata kama unakuja kusali kila asubuhi, mchana na jioni na usiku, na sali rozari na nini, kama utendi matendo ya huruma, sawa, lakini bado una miss kitu fulani. Kwa hiyo msaada kwa maskini ni ushuhuda wa Injili kwa malimwengu. Hizo ndizo sababu kwa leo tatu, kwamba ya tatu niweke kichwa cha habari kizuri kwamba tunawiwa kuwasaidia maskini kwa sababu upendo kwa maskini ni kipimo cha imani yetu. Yakobo 2:15-17 anasema hivi, imani bila matendo imekufa. Mkristo wa kweli haitoshi kusali, kuhudhuria ibada tu, lazima aonyeshe imani yake kwa matendo. Kwa sababu hizo ni tatu. Ya kwanza, kwa nini tuwasaidie maskini? Kwa sababu ni amri ya Mungu. Ya pili, mali tulizonazo ni zawadi, ni neema gratis. Hatuna, si lazima tuwe nazo, ni zawadi ya bure na sisi tuwasaidie wengine. Lakini namba 3, imani bila matendo imekufa. Kwa kusaidia wengine tumefanya nini? Tumetimiza wajibu wetu vile vile katika imani kwa kuwasaidia watu wengine. Wapendwa ndugu zangu, najua hii mada pengine inaonekana nzito kidogo, lakini bado hatujaitendea haki kuwasaidia watu. Tumuombe Mungu atusaidie. Nimalizie kwa
sala hii fupi ambayo ni kama utenzi. Mungu atusaidie. Ee Bwana, fungua macho yetu, tusione mali tu bali jirani. Tupe huruma kama ya Kristo, tukupende wote bila ubaguzi. Tujenge dunia ya mshikamano, maskini na tajiri wote wamoja, tukingojea ufalme wako ambapo upendo wetu ndiyo urithi wetu mbele yako. Wiki nenda utende tendo lote la huruma. Ndiyo kazi yako kwa wiki. Ile homework wanafunzi wanapewa shuleni. Na mimi nakupa homework. Wiki baada ya kusikiliza mahubiri haya, hebu sote tutende tendo hata moja la huruma, la kiroho au la kimwili kwa mhitaji. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wako viwe nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wa kongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.